Yako mazingira, hata ukisoma kwenye vitabu vyetu lile shairi la usiharakie maisha, ndani mle wanasema wakati ni titi la nyati hukamuliwa kwa mashaka. Huwezi kulikamua titi la nyati, utakamua kwa mashaka tu, kwa sababu nyati ni kiumbe mkubwa mwenye nguvu. Kwa hiyo uwezo wako wewe kukamua titi lake lazima utakuwa na mashaka. Kwa hiyo ninachokusudia kusema hapa ni kwamba nyinyi wanafunzi mko hapa kwa ajili ya masomo. Ninawaasa kutokuharakia maisha, kwa sababu maisha yapo na mtayakuta. Mkiwa hapa shuleni, zingatieni elimu yenu. Hawa ambao mnakutana nao kule mtaani, madereva wa bodaboda na wakina fulani, kila mtu anafahamu hapa. Wengine mna washikaji zenu huko vijijini, wale hawalengi kukusaidia, wanalenga kurejesha nyuma jitihada zako na za serikali na za mzazi wako. Lakini una haja ya kuharakia maisha, kwa sababu ukimaliza kidato cha 6 ukienda chuo kikuu, pale hakuna kengele, pale hakuna mlezi, pale wewe ukienda darasani hewala, usipokwenda shauri yako. Kwa hiyo utakuwa na muda mwingi, na pale pia unaruhusiwa kuchagua unayempenda ukaishi naye. Kwa hiyo unaweza ukaishi naye wakati unaendelea. Sasa kwa sasa hapa kidato cha 5 tunatoa wito kwenu kuhakikisha kwamba kilichokuleta hapa unakitimiza. Lakini mnafahamu, mkiingia katika mahusiano mwisho wake ni ujauzito, utaacha shule, hakutakuwa na faida kwako wala kwa familia yako, lakini pia hakutakuwa na faida kwa taifa lako. Kwa hiyo wito wangu ni kuzingatia masomo, lakini elimu bila nidhamu haiwezi kufika popote. Ninatoa wito pia kwa wanafunzi wote wa hapa Sumbe, lakini wa mkoa wa Mwanza kuzingatia nidhamu. Nidhamu ndiyo kila kitu. Kuheshimu walimu, kuheshimu wazazi na kuheshimu mtu mwingine yote yule, kwa sababu tunaambiwa heshima ni kitu cha bure. Wakubwa waheshimu wadogo na wadogo waheshimu wakubwa. Lakini sasa hivi mkuu wa shule ni lazima tuzungumze kwa uwazi na ukweli. Nimewahi kuwa mkuu wa wilaya mahala, nimekuwa mkuu wa wilaya kwa miaka 7 na wilaya 4. Tuliwahi kuletewa kesi ya mwalimu ambaye yeye wakati wa masomo anamtuma msichana aende nyumbani kwake, alafu mwalimu mwenyewe bado ni kijana. Kwa hiyo na yeye anaondoka ofisini anaenda wapi? Nyumbani. Sasa kinachofanyika huko nyumbani siwezi kujua mimi, kwa sababu kinafanywa kwa kificho. Mwisho wa siku yule mwalimu alikamatwa na baadaye ilithibitika kwamba mwalimu ana uhusiano usiofaa na mwanafunzi. Kwa hiyo na hapa pia ni lazima nitoe wito, walimu nao ni binadamu kama binadamu wengine. Hatuwazungumzi bodaboda tu, tunazungumza pia na sisi walezi tulioko hapa kuzingatia maadili ya kazi ya ualimu. Walimu wengi sana ni vijana, sio kama zamani. Zamani walimu wengi walikuwa ni watu wazima. Sasa hivi walimu wengine wana miaka 22, mwanafunzi ana miaka 18, 17, mwalimu ana miaka 22. Kwa hiyo anakuwa na yeye ni mtoto kama mwanafunzi, kwa sababu ya umri wake. Anaweza kujisahau akafikiri kwamba hapa shuleni na yeye anastahili kuwa na haki ya kuchagua mchumba, kumbe hapa kazi yake ni kulea nani? Wanafunzi. Sasa asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Ninawakumbusha pia walimu, na hii sio walimu wa kiume tu, hata walimu wa kike. Si kuna wanafunzi wa kiume hapa? Nyinyi walimu, ukitaka mchumba wapo mitaani kule Sumbe wengi. Sasa mwingine anasema unajua amewadhalilisha walimu. Mimi siwadhalilishi walimu, mimi nawakumbusha watu. Tena sio walimu tu, ninawakumbusha sisi sote tulioko hapa, wazazi. Hawa ni watoto wetu, tuwachunge, tuwalee, watimize ndoto zao.
walimu hali kadhalika, hata askari polisi na wewe, haya yanakuhusu pia lakini pia hata diwani naye haya pia yanakuhusu, si ndio? Kwa hiyo wote tunawakumbusha wajibu wetu. Sisi ni wazazi, ni walezi, tuwalee watoto wetu vizuri, wamalize masomo yao, halafu waje kulitumikia taifa lao.